Mheshimiwa mgeni rasmi, mchakato wa vikundi hivi umekuwa kwa muda mrefu. Mchakato umeanza kupitia management ya halmashauri, lakini kuna kamati mbalimbali ambazo zimepitia kwenye vikundi hivi ili kuangalia shughuli ambazo wanazifanya na ukilinganisha na mikopo ambayo wanaiomba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama alivyosema taarifa mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii kwamba kuna baadhi ya vikundi wamekosa mikopo kulingana na mikopo ambayo wanaomba na kazi ambazo wanakwenda kuzifanya hazilingani. Lakini kuna baadhi ya vikundi ambavyo vimekuwa sio waaminifu kwamba wanatoa kazi ambazo wanazifanya, lakini ukienda site hukuti uhalisia wa kazi. Lakini si kwamba tumewanyima Mheshimiwa mgeni rasmi moja kwa moja, tunaendelea kuwapa elimu na kuwajengea uwezo kata zetu zote 29 ili kuhakikisha watu wote wananufaika na mkopo huu wa 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa awamu hii ya kwanza, kwa robo yetu hii ya pili, utakabidhi hundi ya milioni 924 kwa mchanganuo wa vikundi 97 ambavyo vikundi vya wanawake viko vikundi 47 ambavyo vitapata milioni 416 na laki 3. Lakini vikundi vya vijana viko vikundi 34 ambavyo vitanufaika kwa shilingi milioni 480 laki 245,000. Na vikundi vya watu wenye ulemavu viko vikundi 16 ambavyo vitapata jumla ya fedha ya shilingi milioni 28,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyosikia kwenye taarifa kwamba ni vikundi vingi ambavyo viliomba, lakini kuna baadhi pia ambavyo vina sifa lakini tumeshindwa kuvipa mkopo kulingana na ufinyu wa bajeti. Jipange vikundi vyote kuhakikisha kwamba mikopo hii inaenda kurejeshwa kwa wakati. Sipendi wakati wa uongozi wetu sisi baraza la madiwani tukae kwenye kikao tufikie siku tuseme wakamati au vikundi hivi vifikishwe kwenye vyombo vya sheria. Naamini kabisa vikundi hivi walijipanga, walijichagua, ni kwamba watu wanaaminiana kwenye vikundi hivyo, watatimiza wajibu wao wa kulipa kwa wakati, lakini watashawishiana ili kusudi mikopo hii isiwe mikopo. Kuna kauli moja na uwe natoka nasema vikundi chechefu. Sitegemei kwenye manispaa ya Tabora kwamba kwa mikopo hii inayotoka kwa muda huu baada ya marekebisho ya sheria ya mikopo kwamba tutakuwa na vikundi chechefu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa na hoja, kuna baadhi ya halmashauri lakini nadhani na hata hapa kwetu kwamba kuna vikundi havirejeshi fedha. Kwa hiyo mimi niombe kupitia hafla hii kwamba vikundi vyote sisi tulioko hapa ambao tunapata leo mikopo tukawe washawishi wa wengine ili warudishe fedha hizi, ili kusudi fedha hizi zizunguruke na wengine wapate kunufaika na hizi 10% ambazo zinatengwa na halmashauri ya manispaa ya Tabora. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna vikundi ambavyo yani wanakuja kwamba kuchukua fedha hizi wakijua ni ruzuku. Mimi niwaambie kabisa kwamba fedha hizi sio ruzuku, ni mikopo. Na nimesema hapo mwanzo, sitegemei kwamba siku moja nitakaa kwenye kikao cha baraza la halmashauri mkurugenzi anakuja na ajenda kwamba kuna vikundi A, B, C, D imeshindikana, inabidi tutumie nguvu tukuombe mkuu wa wilaya tusaidie askari wakakamati. Sitegemei kabisa kwenye manispaa ya Tabora, kwa sababu mtu paka unaomba unajua malengo yako kwamba chombo hichi kitakusaidia au fedha hizi zitakusaidia kuhakikisha zinabadilisha mfumo wa maisha yako. Kuna kamati ambazo zimeongezeka sasa hivi katika muundo mpya, na kamati hizi moja kwa moja zinahusisha ofisi pia ya mkuu wa wilaya, kwa sababu katibu tawala ana kamati ambayo anaisimamia. Kamati nyingine imeongezwa kwa maana ya utaratibu ulioboreshwa, kwa sababu hii kamati mwanzo haikuwepo. Lakini pia ngazi ya halmashauri kuna kamati nayo iko pale. Yote hii ni michakato ya kupitia kuhakikisha kwamba wapewaji wa mikopo wanakuwa na sifa. Na kwenye kamati ambayo katibu tawala anaiongoza kama mwenyekiti, kwa bahati nzuri au mbaya, vipo vyombo vya usalama. Nafikiri wapo maafisa kutoka TAKUKURU kwenye ile kamati, lakini pia wapo maafisa kutoka jeshi la polisi. Hii inatoa maana gani? Maana yake ni kwamba wao nao ni mashuhuda wakati mnaomba fedha hizi, wakiwa wanashuhudia kwamba mmefuata taratibu zote za uombaji wa mikopo. Sasa endapo utafanya udanganyifu, na ndio maana wale wapo, ili ukitokezea udanganyifu kusiwe na shida kubwa, moja kwa moja wanaanza kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, kwa sababu walikuwepo
kuanzia mwanzo, na walishuhudia wakati wewe unaomba ukisema kile ambacho unakusudia kufanya. Kwa hivyo mimi niwaombe sana tusifike huko katika kukosa, kwa sababu ikifika huko sasa unakuwa ni uadui, na sisi hatutasita kuchukua hatua kwa wale ambao watafanya udanganyifu, kwa sababu lengo ni kwamba fedha ya serikali iweze kurudi ikanufaishe Watanzania wengine, wanatabora wengine. Lakini sasa wewe ukichukua na ukaenda kuikalia, maanake unawakosesha wengine. Na hapa niwapongeze sana kwa maana ya kuanzia utaratibu huu mpya. Kwa taarifa nilizonazo ni kwamba fedha zimekuwa zinarudi kwa wakati kwa wale walioanza kukopa baada ya utaratibu mpya kuanza.